nakupenda penda ulivyo tu. Uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Asubuhi kukicha unipe kiduchu. Nami sina to pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha ukihisi joto. Mwili ukitaradadi nasahau mpaka mafansi. Miteko fulani chumbani yani joto joto. Pepe 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 nami nikupepe pepe pepe unipe pepe. Paradise paradise me and you paradise 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 me know paradise 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 baby. Oh paradise, paradise, me and paradise, yeah. Baby paradise, yeah. Oh paradise. Umeataka wewe mwenyewe. Mbona kulitafuta, mbona kulipata? Mbona kazi nyingi zipo za kufanya? Kwa nini ufanye kazi ambayo inakukosesha mahalaha, inakukosesha ni amani? Kwa nini? Na kazi nzuri za kufanya zipo. Yani sielewi hata naanza vipi na maliza vipi. Maana mtani kote huku nadaiwa madeni chungu nzima. Sikia nikwambie kitu kimoja. Masanja. Cha kukushauri kikubwa. Achana na hiyo kazi ambayo unaifanya wewe kwa sasa hivi. Maana hiyo kazi haikupi faida yoyote wala manufaa yoyote. Zaidi ya hasara. Pambana fight, tafuta kazi ya maana ambayo itakupa kipato ambayo sio ambayo ya kujiliski maisha. Unaelewa vizuri? Tafuta kazi ambayo wewe mwenyewe utakuwa na uhuru nayo. Hilo swala ulilonishauri ni swala zuri kabisa. Mwanangu nimependa sana ushauri wako. Ila tuachane nayo. Vipi masuala mengine? Mambo mengine poa, nipo hapa mwenyewe na kutafuta muda nikacheki game manio. Kaka, achana na mpira, mke atakuacha. Masanja. Wewe mwenyewe unajua kwa mistari yangu ni mpira, nitaachaje kaka? Ni kweli unachokizungumza lakini punguza kidogo bwana. Sio kila siku maniu. Vipi? Mke atakukimbia. Masanja. Wewe mwenyewe unajua kwa mistari yangu ni mpira. Nitaachaje kwenda kutazama? Sawa, sasa mimi nakuacha mwanangu. Ngoja nikapige mambo yangu kule kidogo. Alafu nahisi baadaye tutaonana. Basi poa. Haina noma. Hakika. Ila kaka achana na mpira. Alo, mbona ufiki umenikalisha eti? Na mtata yenyewe si uelewi. Sawa. Baby. Vipi tena kulikuwa ni saizi mama? Tumenikalisha hapa. Nilikuwa kanisani. Kwa maana nilikuwa niko busy. Samahani lakini kwa kuchelewesha. Umenikalisha je nikibiwa? Au na hivyo na mimi mpenzi wako kweli? Usijali mpenzi wangu. Unajua mimi nakupenda sana mpenzi. Ila tulikubaliana muda sio wa kufika. Nisamehe kwa yote. Hebu niambie kulikoni? Nilikuwa na shida na ila kidogo. Kuwa comfortable jamani, mimi si mume wako. Si unanipenda? Si nakupenda. Sasa wewe una shida na hilo, unashindwa kuniambia kwenye simu jamani. Sasa niliofia kama unaje. Usiteseke kwa vitu vidogo vidogo, eti pesa. Pesa ninazo huko kanisani kusanya masadaka kila siku. Sadaka za watu wawili tu unamaliza. Sasa, hebu niambie unataka shilingi ngapi? Nilikuwa na shida na 50,000. 50,000. Basi sawa. Hapa nimetokea kanisani. Nataka niende nyumbani nikaoge mara moja, afu nirudi kanisani hapo nikapiga hesabu za sadaka, nichukue nikutumie. Na kupromise baby. Sawa. Kuwa na amani. Umenielewa? Umeridhika? Sawa nakupenda. Afu mimi sipendagi kutembea usiku vile tu juu. Sio umeneka. Basi ina shida. Duka lipo nini?
Hekaika nazopitia kwenye mahusiano sasa hivi. It is too much. Ni bora mara 1000 mtu kuwa single kuliko kuwa na mahusiano yasiyokuwa na msimamo. Ila nilishakwambia hapo awali. Wanaume mtaso wa kuamini kabisa. Lakini ukuweza kunisikiliza. Ona sasa unavyoteseka na mapenzi. Ha, umerudi lini? Mbona nipo muda sana tu. Nafikiri sasa hivi na kitu kama wiki 2 hivi. Yaani chuo kimekubadilisha. Hata watu wakikutizama watakushangaa sana. Na jinsi ulivyo hivi. Tofauti kabisa na awali. Hamna bana, mbona kawaida tu. Vipi lakini nyinyi mnaendeleaje? Si tuko poa. Vipi lakini yule mpenzi wako wa kipindi hicho ulikuwa ukibebishana naye kwa simu yupogo? Yupo, mbona ndo naelekea hapo mbele kwa kumsalimia. Vipi kwani? Wala jamani, tumekuuliza tu rafiki yangu. Utani tu. Nilimwamini sana Jose na nikujua ni mtu wa Mungu. At least ataziheshimu hisia zangu. Kumbe na yeye ni wale wale. Haya ni mapito ya muda mchache. Na imani utapata mtu akutulizia hisia zako. Trust me. Okay sawa. Vipi lakini mambo mengine? Mambo mengine yanaenda safi. Hapa nilikuwa naelekea chuo. Kani nikitoka chuo tuje tuende kule kwa Jose tukaangalie TV. Kama itakufaa nichukue. Nishasahau kama kuna issue tuliongea. Okay sawa, nenda uwe ndugu yangu. Tuje tuende tukaangalie kama itanifaa. Nichukue nikaeke pale ndani kwangu. Ni hata naangalia movie. Nipoteze stress. Unajua tena mtoto tu. Nisije nikakonda na stress bure. Basi hamna shida. Sawa. Haya. Haya. Haya bye. Uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Mambo shoga yangu. Asubuhi Mzima, sijui. Niko poa. Unaenda wapi? Kuna mahali naenda pale, usinielewe tena. Una taarifa? Taarifa gani tena? Mbaya nzuri? Mbaya. Zipi, niambie. Za shoga yako. Shoga yangu yupi? Mna mashoga wengi unaelewa. Sophie. Kafanya nini tena? Maana yule naye aishi kwa matukio. Kafanya nini? Kafumania. Kamfumania nani? Yule bwanake mfupi. Yule mtu mfupi kuliko wote. Huyo. Ndo anemchanganya. Dada, inabidi tulete selfie. Maki jana kuna mdada amekuja hapa ameshindwa kusuka, maki zimeisha. Alafu pia hizi rasta nataka za rangi. Sawa, tutaleta. Na ni rangi kama ya kijani, papo. Ila huyo alokuja jana anataka za papo. Sawa. Sasa sijui tutaenda kufuata kesho. Au mimi nikitoka nije nazo Mwili ukitaradadi na sau mpaka mafansi miteko fulani
chumbani yani joto joto. Zanura, shemeji yako. Sasa hivi chini. Salama. Lakini siku nyingine usiniambie sasa hivi. Niambie tu Yesu asifiwe inatosha. Sawa. Jose, una vituko sometimes. Sasa vituko gani jamani? Si kweli? Sio unasema. Sawa. Vipi leo hujaenda kanisani? Nimeenda. Ndio nimetoka sasa hivi. Amehesabu nilikuwa napiga kwa sadaka nimeshamaliza. Kaona nipitie hapa usili kwako. Nijue upo au umetoka umeenda kuchepuka. Maana nyewe wanawake wa siku hizi tabia zenu sio nzuri. Kuchepuka tena? Si nishakwambia mimi ni mkeo mtarajiwa. Makubwa. Sinaonekana shoga yetu. Mapenzi yanamcontrol. Kama kipindi kile Samson anavyokontroliwa na Delina. Sasa hivi amekonda, yani amenyoka. Amenyoka. Ila shoga yangu unavyoona ule hajaathirika kweli au unamuonaje? Na wasiwasi, maana kuna kipindi ameisha, ni shepu yote huku imeisha. Amekonda, amenyoka, amechunda hatari. Msele wapi leo? Kwa naelekea maeneo ya huku juu. Yaani sisi tunaelekea pita siri, kwa naelekea wapi? Mimi kwa hizo taarifa ulizonipa hata sielekei huko tena. Narudi zangu hivi. Basi twende. Kaka atakwenda. Kwa mtarajiwa wapi? Sawa inaweza ikawa kweli, lakini mwisho wa siku mna njia zenu mnaanza kupita ambazo hazieleweki. Bora hata sio watu wa kiume kidogo tunaweza tukazungumza hivyo vitu vikawa ni real kuliko nyewe watu wa kike. Siwezi kukuchiti mpenzi. Nafikiri kesho saa 10 nitakutafuta kwa sababu kuna mambo kadha wa kadha nataka nikushirikishe. Kwa hiyo nitakutafuta kesho. Taniambia tu ni wapi? Nije hapo chap, nisije nikachelewa akaitoa mwingine. Si unajua tena? Sasa nitahitaji mtu mwingine wakati upo jamani. Natania bwana. Basi hamna shida. Mimi naona ngoja nikuache kwa sababu una shughuli zako za kufanya hapo ofisini kwako, usikupotezee muda wako. Na mimi niende nyumbani kwa sababu kuna mambo mengi nataka niende nikafanye nyumbani. Mengine ya kikanisa kule natakuwa niende nikaandae kule. Alafu nitakutafuta na nadhani nikimaliza. Basi sawa. Haya kweli. Haya. Baadaye. Usije salama. Haya nani Zanura kweli? Baki salama Nini sasa na wewe? Shema pendeza. Wewe naye acha umbea. Hiyo sasa. Niwezi amini leo. Bonge la surprise umefika tu pa ukaja. Kwa nilivyokumisi. Mkalamba. Kila siku unaniulizia kuhusu mdogo wangu. Kumbe mnajuana na mnakutana. No, yeah. Napenda ulivyo tu, uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Asubuhi kukicha unipe kiduchu. Nami sina hata pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha ukihisi joto. Mwili ukitaradadi nasahau mpaka mafansi. Miteko fulani chumbani yani joto joto. Pepe nami nikupe pepe unipe pepe. Paradise, me and you paradise.